yule yule. Anayo makusudi yake aliyonayo kuyafanya hapa duniani. Nani atakayeyafanya? Sio malaika mbinguni. Hapana, hii ni kazi yetu sisi wanadamu tulio na damu na nyama, ndiyo tutakaowatimiza makusudi Mungu aliyonayo. Yale mapenzi yake aliyonayo kwa ajili ya wanadamu, sisi ndio tutakayopeleka kwao. Tuwaamshe, tuambie yuko Mungu anayesema ya kwamba yuko tayari kukupanda, kukuinua na kukufanya uwe kitu cha maana katika ulimwengu kwa kusudi la kulitukuza jina lake, kwa kusudi lake yeye mwenyewe, sio kwa ajili yako wewe. Na yatakapoisha kufanyika, ukaona mapenzi ya Mungu yamefanyika duniani, kusudi la Mungu lile alilo nalo moyoni mwake limefanyika kwa sababu wewe ulitii ukaenda, basi wewe simama na kusema, mimi ni mtumwa nisiye na faida, nimefanya lile ambalo nilipaswa tu kufanya. Utukufu na sifa ni za yeye aliyenifanya, ni za yeye aliyeniita, ni za yeye aliyenitia nguvu, ni za yeye ambaye yuko pamoja na mimi kunikinga na kila makusudio ya yule adui, na hakuna chochote cha adui kitakachokuweza wewe. Maana amesema, nalijenga kanisa langu, malango ya kuzimu haitaliweza. Sio kwamba malango ya kuzimu haitajaribu, malango ya kuzimu yatajaribu kila mbinu, lakini haitaliweza kanisa langu nitakalolitengeneza kwa kupitia wewe, mtoto wa kiume. Mungu akubariki. Amen. Tuna mwaka wetu wa maachilio 2026 ni mwaka wetu wa maachilio. Maana yake nini? Kwa nini neno kuachiliwa? Je, tulikuwa wapi? Je, tuliwekwa kwenye nini? Na ndio maana neno maachilio. Maana yake nini? Wakati nikiwa kwenye utulivu kwa kutafuta maana ya kiroho, maana ya Roho Mtakatifu kutuambia miaka mingapi? Miaka 6 ya utumwa, mwaka wa 7 ni wa maachilio. Nikaona hii kitu ni sawa. Maachilio ni mtu anawekwa huru, sieti. Maachilio ni mtu ambaye hayuko kwenye kifungo tena. Ina maana kama kuna mwaka wa maachilio, basi kuna miaka 6 zilikuwa za utumwa. Toka lini? 2019. Ukianza kuhesabu maisha yako, angalia kuanzia 2016 uje na 2019 uje nayo mpaka 2025. Angalia tu hayo maisha yako. Je, umeaishi kivipi? Kwa sababu baada ya kupewa hilo neno miaka 6 ya utumwa, mwaka wa 7 ni mwaka wa maachilio, nikaanza kurudi nyuma kwenye maisha yangu ya kiroho, kwenye maisha yangu ya damu na nyama, kwenye maisha yangu nimeonewa vipi, kwenye maisha yangu nimetawaliwa vipi na shida. Umeona? Nilipoanza kurudi nyuma nikaanza kuona kumbe ndio maana Mungu ametuambia kwamba miaka 6 wanangu mlikuwa mmefungwa. Sasa huu ni mwaka wa 7, mwaka wa maachilio. Nikaanza kujiuliza maana yake nini? Kumbe ile miaka 6 ya utumwa, kuna utumwa wa magonjwa, kuna utumwa wa bangi, kuna utumwa wa madhambi ya kule na kule, kuna utumwa ya umaskini, kuna Sasa tunakuja kwenye eneo letu husika kwa habari ya watoto. Leo hatuna mtoto wa kiume tu, hapana. Mtoto wa kiume fahari kwa mama yake, mtoto wa kiume majidai kwa mama yake, mtoto wa kiume ni fahari kwa taifa lake. Leo tuko na mtoto wa kike pia. Tumekuja mahali hapa tuwe na ibada ya pamoja ya mkesha wa maombi. Tuombe. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, na hata ile kweli itakuwa haipo ndani yetu. Kumbe kwenye ule utumwa wa miaka 6 lazima kuna upenyo wa dhambi. Dhambi ilitokea hapo kwenye Kutoka 6:6. Utakutana na hilo neno kwamba sasa Mungu amesikia kilio cha wana wa Israeli. Ni kwamba wameishi kule utumwani, ni kwamba taabu imesimama kule kwao, ni kwamba machozi yao yamemfikia Mungu. Kwa nini waliishi utumwani? Imepelekea muonekano wa hiyo kifungo. Ndugu zangu, tulifungwa. Sijui wewe kama una usalama.
Sijui wana wako kama wana usalama. Nina mashaka na wewe kwamba lazima kifungo kilianza kwa baba na mama, ndio maana kikapelekea shida kwa mtoto, ndio maana kikapelekea huzuni kwa mtoto, kwa sababu haiwezekani mtoto akaingia kwenye changamoto ya mapito magumu ikiwepo dhambi. Kwa mfano, labda mtoto amekuwa mzinzi sana. Hebu tuache mambo ya ulevi, si kwamba nafagilia ulevi, hapana. Lakini mara nyingi sana watu hawaangalii sana jambo la uzinzi ambalo ni la siri. Huyu mtoto amekuwa na usiri kiasi gani? Huyu mtoto amefagilia ngono kiasi gani? Huyu mtoto amekuwa na raha kiasi gani anapokuwa kwenye ngono? Anachambua wokovu, anasema mimi nikienda kanisani nitaenda kuiungamia dhambi. Haoni kama vile kuna shida. Huo ni mlango, na huo mlango ni mlango wa dhambi. Umetoka wapi? Huyu mtoto hakutoka yeye kama kule alikotoka.